Bwana, siku ya jana jioni wakati tunaendelea na mazoezi hapa katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, kuna watu waliandika katika mitandao yao ya kijamii, kuna watu walizungumza, kuna watu walisema kwenye maeneo mbalimbali eti semaji la CAF Ahmed Ally hana uhakika na kesho yake, na ndio maana jana jioni nzima amepiga kimya. Kushoto kwangu hapa niko na semaji la CAF Ahmed Ally. Binadamu usiokuwa na uhakika wa kesho yako. Mambo vipi kaka? Safi kabisa. Ni kweli una uhakika na kesho yako kaka? Hapana, jana sikushangilia kwa sababu nilikuwa nakula sikukuu ukweni. Okay. Sasa ukweni huwezi kuambia nilikodini unacheza cheza. Kwa hiyo nikakaa kwa adabu kidogo, lakini ilikuwa inanisumbua baada ya kumuona Mhesa Ismail Aidan kashafanya kapiga kichuya goli, kichuya kona, nikawa natamani nifanye kitu. Sasa nafanyaje? Hiyo ni sababu ya kwanza kwamba nilikuwa ukweni nagonga sikukuu, kwa hiyo nikashindwa namna ya kurekodi video za madoido. Lakini sababu ya pili, wewe mtaalamu wangu wa kunirekodi, wa kunifilm haukuwepo. Sasa nani atanirekodi? Uweze kumwambia Mariam Migomba kamata nani hapo, kamata kamera hapo nirekodi, haiwezekani. Uweze kumwambia mzee Migomba hebu nirekodi kidogo hapo, ni wachachafe watu. Kwa hiyo kabidi nitulie tu, siku ikapita kinyonge kweli kweli, lakini nilikuwa na mfundo hapa wa kutema. Uliyaona lakini hapo mimi ninasema nimeona. Nimeona kaka. Kuna kufungwa goli, alafu kuna kufungwa goli dakika za jioni kabisa ambazo tayari mishipa ya fahamu imeshaanza kujiandaa kufurahi. Alafu unapelekewa msumari wa moto pale kakaangu. Inaumaga hiyo. Yaani ni bora upigwe bao 3 kama tulizompiga TRA kuliko kufungwa goli moja dakika 93. Kaka, inauma vibaya. Hakuna mfano wanasemaga mapenzi yanauma. Mimi nakwambia hakuna kinachouma kama goli la jioni. Matukio lakini yote jana na uliyaona, yani fresh kabisa. Nimeona goli tu. Nimeona kichuya kona tu peke yake. Bas. Tena unajua nimeonaje? Nilikuwa barabarani. Unaendesha au naendesha hapa yuko mpaka zangu na wakwe zangu. Sasa napita sehemu maeneo ya Maramba Mawili. Naona kibanda umiza watu wanaangalia boli. Lakini pale wanapoangalia boli yuko mtu mmoja tu anashangilia, wengine wamekaa. Amevaje wewe? Kavaa nguo kawaida. Nikasema inawezekanaje akashangilia peke yake? Kuna nini? Kuna kitu kiko sawa tu. Sijui umeelewa? Basi nikatulia zangu. Wife akaniambia bana, moja. Nikaambia paki pembeni kwanza ndo angalie bana. Kanionyesha goli kwenye simu. Nikasema alhamdulillah, asante Mungu wa mbingu na ardhi, tukawa nimefurahi namna hiyo. Semaji, turudi sasa kwenye shughuli yetu hii leo. Tulikuwa na mchezo muhimu nyumbani dhidi ya TRA. Tueleza kiujumla mchezo ulivyokuwa na baadhi ya matukio ambayo umeyaona. Ni nafasi sasa kwa mashabiki, wapenzi na wanachama Simba Sports Club kuweza kuyajua na kuyafahamu. Mechi leo dhidi ya TRA, pressure ilikuwa kubwa sana. The pressure was very very high kutokana na matokeo yetu ya mechi iliyopita. Kwenye ligi, jambo la kwanza lazima unufaike na makosa ya mpinzani wako. Mechi yetu tunakwenda kucheza mechi yetu dhidi ya Pamba, mpinzani wetu alikuwa amedondosha alama mbele ya TRA. Tukaenda kucheza mchezo ule tukiwa na matumaini makubwa, lakini ubora wa Pamba ukatuzuia kutimiza furaha yetu, tukaambulia sare ya bao 1-1. Tunakuja kucheza mechi dhidi ya TRA, mpinzani wetu amedondosha tena pointi mbele ya Mtibwa Sugar. Pressure ikawa kubwa zaidi. Simba atarudia makosa yale. Simba atafanya vile. Na mbaya zaidi, unakwenda kucheza na timu ngumu aina ya TRA. Miongoni mwa timu ngumu tulizo nazo katika ligi yetu ya NBC ni TRA. Na timu bora tulizokuwa nayo katika ligi ya NBC ni TRA. Na timu nzuri yenye wachezaji kwanza ni mafundi, lakini fiziki yao ni ya kiwango cha hali ya juu mno. Majitu yao hayachoki mzee wangu. Yule mtu Chobwedo kama angekutana na beki mzembe
kwa ubora aliokuwa nao hii leo angemfanya vibaya. Bahati mbaya ni kwamba Chobwedo amekutana na mzee wa kujitutumua Nixon Kibabage. Kwa vita ikawa imeshikana kweli kweli, Palestina na Iran. Israeli na Iran. Rusha ni rushe, achia ni achie, shambulia ni shambulie. Lakini ubora wake na fitness yake na nguvu yake imeonekana katika mchezo wa leo. Yote kwa yote mechi haikuwa nyepesi. Kuna wakati tulikuwa tumeshapoteana. Baada ya kupata bao la kwanza kwenda mpaka first half, baada ya kuingia second half, timu ilikuwa haijaungana pale. Watu wanakuja muda wote, watu wanapishana muda wote, watu wanadai Idi Mbaraka muda wote, watu wanaitaka muda wote. Lakini mabadiliko ambayo mwalimu akayafanya Steven Becker ikaiamsha timu kwa mara nyingine tena, na tukafanikiwa kupata magoli mawili, na tulikuwa kwenye nafasi nzuri ya kupata magoli mengine mengi zaidi, nafasi za Chama, nafasi ya Elim Panzu. Leo hii tulikuwa tunaandika kalamu ya mabao, lakini magoli matatu kuwafunga TRA ama kupata magoli matatu mbele ya TRA ni kazi kubwa ya kujitutumua walioifanya wachezaji wetu. Wanastahili kongole, wanastahili pongezi kubwa kweli kweli. Sawa. Amerudi Selemani Mwalimu, amefunga hii leo. Kwenye kikosi cha kwanza hakuwepo Lassana Maodo Kante, tumemwona Neo Gift Maema na mabadiliko kadhaa kwenye maeneo tofauti, lakini tumefanya vizuri pia. Mwalimu alitwist kikosi chake kileo, kwa maana ya Steven Becker alitwist kikosi chake kidogo kileo, akaanza na Neo Gift Maema kwa ajili ya kutengeneza mlainisho pale katikati ya uwanja, lakini akarejea tena kikosini Selemani Mwalimu Gomez kwa ajili ya kusimama kama mshambuliaji tegemezi pale, na kila kitu kikakwenda vizuri kweli kweli. Maeneo mengine hayakuwa na mabadiliko makubwa zaidi ya kumkosa Ino Loemba ambaye ni majeruhi, na waliokuwepo wakafanya kazi kubwa. Mwalimu anapata goli la kwanza ambalo limetengenezwa na Nixon Kibabage, na baadaye Neo anakuja kuandika goli la pili, cross ya kiufundi kweli kweli, umepangwa ukuta, akaona tundu, akaweka kunyavu. Ni mabadiliko mazuri ambayo mwalimu kafanya, lakini baadaye akaja akafanya vizuri tena baada ya kuwatoa baadhi ya wachezaji na kuingia wachezaji wengine ambao wakaichachua na kuiamsha timu, na hatimaye tukafanikiwa kupata magoli mawili. Sawa. Umzungumzie kila mmoja kwa nafasi yake. Nahodha Rushan Rock, mchezaji bora hii leo wa mchezo, lakini ikiwa tuzo yake ya 3 amechukua dhidi ya Namungo, amechukua dhidi ya Tanzania Prisons, amechukua na hii leo. Na tunaona tuzo za wachezaji bora wa mechi mara nyingi sana zinatoka kwa wachezaji ambao wanacheza nafasi ya mbele. La kwanza. La pili, umzungumzie mgeni rasmi wa mchezo siku hii ya leo, kwa maana Nixon Kibabage. Rushain sio tu mchezaji bora wa mechi, lakini Rushain ndio beki bora kwa hivi sasa Tanzania. Hilo wala halihitaji mjadala mrefu kweli kweli. Mpaka wapinzani wetu wanajua Rushain ni beki bora. Hata watu ambao hawajawahi kumuona Rushain wanajua Rushain ni beki bora. Yaani kwa mfano hivi sasa kwa mtu ambaye aliaga dunia aliaga dunia mwaka 2010 anajua huko kaburini kwamba Rushain ni mchezaji bora. Punguza kuguna. Kama unataka interview punguza kuguna. Hebu rudia tena nisikie. Hebu rudia. Kwa mtu ambaye alipoteza maisha mwaka 2010 huko kaburini anajua kwamba Rushain ni beki bora. Kwa hiyo hilo wala halihitaji mjadala mrefu. Rushain ndio beki bora katika ligi ya Tanzania hivi sasa. Na wachezaji wana kawaida ya kushindana na kubisha. Kwa hili usibishe. Kubali alafu jifunze uwe kama wala upate robo 3 tu ya uwezo wa Rushain, kila mtu atakuwa bora katika hii nchi. Kwa mara ya kwanza unaona kama ambavyo nasema nani tuzo ya mchezaji bora inakwenda kwa Rushain. Tumezoea mfungaji labda alitoa assist, lakini leo pamoja na Selemani Mwalimu kufunga, lakini bado alikuwa hatoshi kwenye tuzo ile. Pamoja na Neo Maema kufunga bado vile. Pamoja na Kagoma, of course Kagoma angeweza kustahili kwa sababu amezima dakika nyingi, amecheza vizuri na amefanikiwa kufunga, angeweza kustahili, lakini kwa Rushain anastahili bila pingamizo yote. Pengine sana ukiamua kuhama zaidi unaweza ukampa Chobwedo. Amefanya siku yake leo kaka. Leo wapenye kaka. Mechi iliyopita sawa. Sio leo kaka. Sio leo kaka.
na Chobwedo akikutana na watu mbwelele atawafanya vibaya kaka. Sawa, mgeni rasmi wa mchezo Nixon Kibabage, ilikuwa ni kind of motivation baada ya watesi kuteseka na performance yake. Tukamwambia Kibabage, nenda kawaoneshe who are you. Na hawa ndio ambao walitukana wakati tunamchukua Nixon Kibabage, na hawa ndio ambao walidhihaki wakati tunamchukua Nixon Kibabage. Tukamwambia wewe usijibu, nenda kaoneshe through your legs, na amefanya hiyo kazi kwa ubora wa hali ya juu. Sasa ameonesha ubora kutoka Januari mpaka tu Machi hii. Watu wameshindwa kuvumilia, watu wameanza kulalamika, kwetu alikuwa sijui afanyaje. Kwetu mchezaji ili aweze kucheza vizuri kuna vitu vingi nyuma yake. Kuna mshahara mzuri, kuna marupurupu, kuna posho, mchezaji anaishi wapi, mchezaji anaishi vipi na wenzie, mambo yako mengi. Comfortability yake ya kufanya kazi inamfanya aweze kucheza vizuri. Kibabage anaishi Mbezi Beach hivi sasa. Ushuani. Unataka asicheze vizuri, mshahara wake ni mzuri, maisha yake yamenyoka, anaiona kesho yake ikiwa nzuri, unataka asijitutumue. Kwa hiyo usilaumu kwamba kwenu alikuwa afanye 1 2 3. Kwenu alikuwa apati 1 2 3, ndio maana alikuwa afanye haya madude. Na ukitaka kuamini hilo, waangalie wote ambao wamewachukua kutoka kwetu, bado vile vile wakienda kwao hawafanyi hicho ambacho wanatamani wafanye. Kwa hiyo it's not about ubora tu wa mtu, kuna sehemu inamfanya mtu awe bora. Wamechukua wengi hapa msimu mmoja, jamani rudini. Wengine wanakaa kwa kuvumiliana, kwa kuona aibu. Kwa hiyo Nixon Kibabage, niliwahi kukwambia kwamba Nixon Kibabage atakuja kuazima watu midomo. Na mechi ya leo tukaambia bane, tunakukabidhi hii mechi kama mgeni rasmi, isikupe pressure, nenda kaonesha wewe ni nani. Na kweli amefanya ubaya pale, ametengeneza penati, Selemani Mwalimu kafunga, watu haleluya. Sawa semaji, namba kubwa mashabiki ambao wamekuja kutusupport hii leo. Kusema kweli nadhani tangu tumeanza kutumia huu uwanja leo ndo tumepata watu wengi zaidi. Na mimi niwapongeze wana Simba, hawakukatishwa tamaa na matokeo ya kule Mwanza. Wengi wameipokea timu yao na wakasema wacha twende tukaipambanie Simba yetu. Wamekuja kwa wingi wao, wameshangilia muda wote, na leo ilikuwa ni mtoko wa Idi Pili. Usipokuja Meja Isamuhyo kuiona Simba utakwenda wapi? Na muda wa mechi ulikuwa ni mzuri. Unapita hapo maeneo ya Kawe unaogelea, ikifika saa 11:30 unakuja zako uwanjani, unamuona mnyama, yani unakuwa umekula sikukuu yako yani vizuri kweli kweli. Kama kuna watu wamekula sikukuu vizuri, basi ni mashabiki wa Simba na Mtibwa Sugar. Sawa semaji, kiujumla kile kitu leo kimeenda sawa vizuri kabisa. Kila kitu kusema kweli kimeenda vizuri. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tunawapongeza wachezaji wetu, tuna benchi la ufundi pamoja na viongozi wetu kwa kuendelea kupambana. Mimi nitoe rai kwa wana Simba. Mwaka huu unaonekana kuwa ni mwaka mzuri. Hatuwezi kusema moja kwa moja kwamba tutapata kitu fulani kikubwa, lakini walau mwaka huu unaonesha matumaini makubwa ya kufanya vizuri. Sasa nini kinachofuata baada hapa? Ni kushikamana wana Simba, ni kuungana wana Simba, ni kuweka mbali tofauti zetu, wote tuangalie maslahi mapana ya Simba. Kila mtu atoe mchango wake kwa ajili ya kuisaidia Simba. Hapa hatutafuti mafanikio ya Mangungu, hatutafuti mafanikio ya Magori, hatutafuti mafanikio ya Swedi Nkwabi. Hapa tunatafuta mafanikio ya Simba Sports Club. Tukikosa ubingwa inahesabika Simba mara ya 5 haijapata ubingwa. Sio kiongozi fulani mara 5 hajapata kitu fulani. It's not about personality, it's about team. Yani hapa ni mpango wa team. Namba 1 ni team,
2 ni timu, 3 ni timu. Kila mmoja awekeze nguvu yake kwenye kuisapoti Simba yetu, na hapa tunahitaji silaha ya kila mwana Simba, dua ya kila mwana Simba, tuweze kuipambania Simba yetu, tuchukue ubingwa safari hii, tupate mafanikio safari hii kwa ajili ya watu wetu ambao wamekuwa nasi bega kwa bega katika nyakati zote ngumu na za shida. Shukrani sana. Asante sana.